Kwa hakika kuna bidii kubwa imefanywa. Usione haya mambo yameenda hivi hivi. Miaka 30 au zaidi, kuna bidii kubwa na pesa ni nyingi zilotumika katika ulimwengu kufuta madhahib yaondoke. Mimi sizungumzi maneno ambayo kwamba ni theory yamepita tu kimaneno. Haya mambo yametendewa kazi. Kuna vitabu vimetungwa, kuna kwa YouTube ziko tele video ambazo kwamba zilokuwa zikizungumza mambo kama haya, kwenye website tele. Kuna mikutano na maconference yamefanywa haswa kupangwa namna gani kuondolewa madhahib, kwa kuwa madhahib imegawanya watu. Ndio utaona hii hali imefika hapa tulipo. Wameweza kufaulu kwa kipande kikubwa kama nilivyotangulia kusema. Lakini ukweli wa mambo, hawa walipokuwa wanawatoa watu kwenye madhahib, haikuwa ni kweli wawatoa kwenye madhahib kuwapeleka kwenye Qur'ani na Sunna. Hiyo ilikuwa ni bendera peke yake. Ukweli wa mambo, walikuwa watoa kwenye madhahib wakiwapeleka kwenye madhhab, wakiwatoa kwenye madhahib wakiwapeleka kwenye madhhab. Wale walioathirika sasa, hapa ndo kuna hatari kubwa ambayo kwamba pia imenisukuma mimi kuizungumza hii mada. Wale walioathirika kutoka kwenye madhahib hawajielewi vizuri. Mara nyingi walipokuwa wanaenda kwenye madhhab wakashtukia kuwa sisi tumetiwa kwenye madhhab, nao ni madhhab ya Hanbali. Maana lazima tuzungumze kwa uwazi ili tujue twenda wapi. Walipoona ni hivyo wakaanza kurudi nyuma. Tutatekwa sisi, tumetoka kwenye madhahib na tumepiga kelele sana, kumbe tumeangukia kwenye madhhab. Kukaanza kutengenezeka kigurupu cha Allah madhhabia. Hatutaki dhehebu lolote. Ilipoanza hilo grupu la Allah madhhabia, hawana dhehebu lolote na wao hawana principle za kuweza kufahamu Qur'ani na hadithi, kwa sababu masala ya kufahamu Qur'ani na hadithi sio ni asubuhi umeamka utaweza. Kuna kazi kubwa mpaka uandaliwe. Utakuta fatwa zao za gongana. Wakaanza mpaka wao kugombana. Ikawa wao wametoa watu kwenye madhahibu 4 mathalan, wakawatia kwenye madhhab moja, ikashindikana, wakatoka wakajishtukia wao kama ni 7, kumetoka madhhab 7 haswa. Shekhe huyu katika masala haya ametofautiana na huyu, na huyu ametofautiana na huyu, na vitabu vimetungwa katika mambo kama haya. La hatari kubwa ambalo kwamba laja ni hawa ambao kwamba Allah madhhabia. Sasa kuna grupu lajitokeza ndani yao laenda kwenye marhala ya ilhad. Ilhad nikiona hii dini nina wasiwasi nayo kidogo, ina matatizo. Kwa hiyo angalia, imetolewa kwenye madhahib, pelekwa kwenye madhhab, kukazalika Allah madhhabia, kukatoka madhahib ndani kukazaa ilhad. Akiangalia zile aya akienda kuzisoma moja kwa moja, aona weni qatilul mushrikina, ajaribu kufahamu, kwa sababu anshaambiwa hii ndio maasum. Mashekhe si maasum. Usichukue kwa madhahib, chukua kwenye Qur'ani na Sunna. Ameshatiwa hofu, hataki tena kusikiza maneno ya mashekhe. Ukimwambia al-Imam Fakhrur Razi aona wale ambao kwamba si maasum hawa. Ukimwambia al-Imam Subuki hawa ndio wale tuliokuwa tukitahadharishwa hawa. Ukimwambia al-Imam kadha, sasa aona aya za gongana, na hakuna aya zinazogongana. Ni kwa sababu wewe umeingia bahari, sio huiwezi. Umeingia kwenye bahari na mawimbi, na wewe una kihori. Huna meli iliyokuwa stable yaweza kutembea kwenye mawimbi, ukaelewa hapa wapita hivi, hapa wako na namna hii. Kwa hiyo hii hatari pia ikanipeleka nije nizungumzie masala kama haya.